Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 8 2024, siku ya Ijumaa. Vita vya Marekani Israel dhidi ya Irani imetimiza miezi 6 tangu mwezi wa pili, tangu tarehe 28 mwezi wa pili, siku ya Jumamosi 2026. Kwa hiyo mpaka sasa vita vimetimiza miezi 6 kutoka kwenye malengo ya vita ya siku 40 ya masaa 48 na kwenda kwenye malengo ya siku 9 mpaka wiki 2. Sasa vita vimetimiza miezi 6, yaani nguvu ya Marekani na Israel dhidi ya Irani. Leo vita vimetimiza miezi 6 nje ya mipango ya Marekani ya vita siku 40, masaa 48 na siku 9 ama wiki 2. Sasa tunazungumzia miezi 6 katika mapambano ya mwisho ya Marekani kutaka kumshinda Muirani baada ya 1-to-1 kufeli, yani vita vya moja kwa moja kwenye uwanja wa kivita kufeli. Trump alikuja na mpango wa siku 14 za moto kuanzia tarehe 10 mwezi wa 7 mpaka tarehe 24 ya mwezi wa 7, akakimbia vita. Huku akaleta mpango wake wa blockade, kuifunguia bandari za Irani zisiweze kutoa wala kuingiza chochote kile. Mpango huo bado haujazaa matunda yoyote yale. Sasa tarehe 19 kuamkia tarehe 20 mpaka 21 ukaja mpango wa economic D-Day sanctions, ambao mpango huu ndio imekuwa topic nzima kuanzia tarehe 21 pale aliposimama Scott Bessent, huyu waziri wa hazina ya taifa, kwa kusema kwamba mpango huu waliuapply, yani washaujaribia kwa nchi ya Venezuela pamoja na Cuba, na ulifanya vizuri. Kwa nini ulifanya vizuri? Kwa sababu Cuba na Marekani walikuwa na hiyo Cold War, yani vita baridi. Sasa Marekani ikawa haina jinsi ya kuishinda Cuba moja kwa moja. Marekani ilichofanya ni kuiteka Venezuela, ambayo ndiyo inayoipa nguvu ya umeme Cuba. Venezuela ilivyotekwa, wakakata nguvu ya umeme kwenda Cuba. Cuba ikatekeseka kiuchumi, viwanda vikashindwa kufanya, uzalishaji wa product ukaenda chini, giza, njaa. Wakasaidiwa na China mwezi wa 7 hapa, zilienda zaidi ya sola milioni 1.2 ili kuwasaidia nguvu ya umeme. Sasa mpango huu ndiyo Scott Bessent anasema utafanya kazi kwa serikali ya Teherani. Sasa kuanzia tarehe 22 mpaka leo tarehe 28 tayari programu hii na wiki nzima imefanikiwa? Hajafanikiwa chochote. Kati ya nchi 16 ambazo walizitegemea, nchi 8 ziweke pembeni, zilikataa. Mimi nilikwambia mapema, mpango huu hauwezi kufanya kazi isipokuwa Marekani anahitaji washirika wenye nguvu ili waweze kuusapoti mpango huu. Na hata kama hizi nchi zote zingekubali, bado tu Iran hafanyi kazi na mataifa ya Ulaya. Iran hafanyi biashara ya moja kwa moja na washirika wake wa Mashariki ya Kati. Iran hazitegemei nchi za Asia kufanya biashara ya moja kwa moja, wala hazitegemei nchi za Afrika wala Amerika Kusini wala Amerika Kaskazini ili kuweza kufanya biashara zake. Unapoipiga sanction Iran, huku unajua mteja mkubwa 90% wa gasi na mafuta wa serikali ya Teherani ni Mchina. Kwa nini hii economic D-Day sanction isiendi tu moja kwa moja kwa China? Hawa washirika wanafia bure, hawana madhara yote, kwa sababu hawafanyi biashara na China, hawafanyi biashara na Teherani. Na ndio maana mpango huu Irani walijua kama utakuja mbele, wakaingia mkataba wa mafuta na gasi miaka 25 2021, mkataba ule ugharimu zaidi ya bilioni 400 ya dola kati ya Teherani na China. The reason why, kwa sababu iliyosababisha Teherani waingie mkataba huu wa moja kwa moja wa muda mrefu na serikali ya China wakati wako kwenye sanction,
nchi ambayo iliyoisaidia kiuchumi kwa kufanya biashara ya moja kwa moja alikuwa ni Mchina. So wao walijua kabisa kama tukimpoteza Mchina kwenye hili soko letu tutaumia sana. Ni bora twende moja kwa moja kwenye mkataba wa muda mrefu, ili sanctions zikija, ili economic sanctions zikija kwa Iran, wasipambane na Iran, wapambane na mteja mkuu ambaye ni Mchina. Hili liliplaniwa 2021, limezaa matunda 2026 kwenye D-Day sanction, limezaa saizi. Nani anamtingia kifua saizi? Marekani ilitegemea kama Canada atamuunga mkono despite na challenge zao zilivyo. Canada haijaunga mkono, ilitoa. Mexico ilitoa, ilipiga chini. Denmark walipiga chini. South Korea walipiga chini. Italy walipiga chini. Spain walipiga chini. Russia kama kawaida yao ni moja kwa moja. South Korea, hizi ni nchi nane haraka zilizopiga mpango chini. Nani kasema tusubirie tuone? Ni nchi gapi? Ni nchi gani nane zimesema tusubirie tuone? Na kwa nini zinasubiria kwanza zione? Iko hivi, baada ya Marekani kutangaza economic D-Day sanction, Teherani walisema hivi, nchi yoyote duniani itakayounga sera ya Trump ya economic D-Day sanction, meli zao hazitopita mlango wa Hormuz kamwe. Nchi zikaogopa. Na hivyo hazina madhara ya moja kwa moja, na ndio maana saa hizi kwenye economic hii sanction, mtu ambaye iko front line kuulinda ni China. So kivyo vyote vile mtapambana na China, na the reason why China analinda maslahi ya Teherani si kwa sababu ya Teherani 100%, no, kwa sababu uchumi, maendeleo ya viwanda ya China inategemea nguvu kutoka Teherani, kwa sababu mafuta na gasi zinazotumika China zinatoka Iran. Kwa hiyo kivyo vyote vile Iran ikianguka, China inaanguka pia. China inaanguka, ndio maana China haitaki kufanya masiara na hili. Kivyo vyote vile talinda maslahi yake. Haya ni maneno ya Mchinese. Kivyo vyote vile watasimamia maslahi yake. Kwa nini maslahi yake? Kwa sababu Marekani bado anahofia maendeleo ya kiuchumi ya China ni tishio kwake. Ataiangusha vipi China? 1 to 1 haiwezi. Kiwatu wako 1.4 billion. Wako watu bilioni 1 na milioni 400. Marekani yuko na milioni 345 plus. So 1 to 1 hawawezani. Teknolojia China iko mbali kiteknolojia. Kwa hiyo atafanyaje sasa ili amwangushe? Inabidi atafute sosi. Inabidi Marekani atafute sosi ya energy inayotegemewa na China, aichukue ili China apoteze. Sosi ya energy ya China inatoka Iran. Kwa hiyo lazima Marekani maintain, aichukue Iran ili China ianguke kiuchumi. Jambo ambalo tayari kwenye hii techniques tayari Mchinese anajua kwamba nikilegea hapa akaanguka Iran na mimi nimeanguka pia. Hiyo imekuwa ni 1 to 1 ya Marekani na China kiuchumi. Alafu Iran iko pembeni na bilioni 400 ambazo China tayari kashaingia huo mkataba. So kivyo vyote vile lazima upambane na China. Sasa chukua hii. Trump amesaini officially kubadilisha jina la Ontario Lake na kuibadilisha kuwa the Lake of America. Lake ambayo jina hilo limeexist zaidi ya miaka 400 kutokana na Mark Carney, waziri mkuu wa Canada. Alafu akasema wala haina madhara. Canada amesema kubadilisha kwake kule wala haiwezi kubadilisha jina la Ontario Lake la Canada. Hiyo ni maneno yake. Sasa tayari unaona vita, nilikwambia Iran imefanikiwa kudivert vita, kuitoa kwenye msingi na kupeleka sehemu isiyokuwa na msingi. Saizi nchi zinaanza kugombana wao kwa wao, Iran iko pembeni